Naam, karibu sana mwana michezo, tuweza kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Nami niko hapa kwa ajili ya kukupasha matukio mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka pale tamati. Jina langu naitwa Derek David Kahimba, unaweza kuniita Kaisedo wa Bongo. Nimefunga safari na kumfuata mzee wangu mzee Mchachu. Tunakwenda kuyaangazia yale ya kimichezo na burudani, na yeye pia aweze kutuambia Simba yake anaionaje. Mzee wangu mzee Mchachu, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Heri. Kabisa. Lazima upo. Alhamdulillah. La kwanza sema Ramadhani Karim kwa wana michezo wote mwana wa Tanzania wote, na hapa mkono wa Ramadhani Karim. Bwana mzee wangu mzee Mchachu, wiki iliyomalizika tumetoka kushuhudia mbungi ya dabi ya Kariakoo, Simba Sports Club dhidi ya Young Africans. Wengi wanalaumu na kusema ya kwamba goli dhahiri mlikuwa mmezurumiwa. Nataka kufahamu kwanza maoni yako ni yapi, lakini pia vile mbio za ubingwa msimu huu kwa Simba Sports Club zikoje? Nasema hivi, mchezo wa tarehe 3 uliofanyika tarehe 1 ulifanyika Amani Stadium. Nafikiri wanachama wa Tanzania wote wameona ule mchezo na East Africa wote wameona ule mchezo. Mchezo kwa kweli ulikuwa sio mbaya. Mchezo ulikuwa mzuri. Umeona bwana. Lakini zinatokezea tofauti kidogo. Umeona bwana. Sio kwa maamuzi. Umeona bwana. Tofauti zimetokezea kwa mshika kibendera. Umeona Lensman. Umeona bwana. Kwa kweli mimi nasema kweli, kwa umeona bwana. Sisi shafungwa na Yanga mara 6. Umeona bwana. Na vitendo hivi mara kwa mara tunafanyiwa. Mara tunafungwa mpaka magoli ya mkono. Marefari wanakataa. Umeona bwana. Penalti zingine nasipata wachezaji na mpigwa kwenye kumnangapi zile. Umeona penalti tunanyimwa. Umeona michezo yote tunafungwa mara 6. Umeona yote. Umeona bwana. Ilikuwa na hujuma zinafanyika. Lakini sisi kwa na Simba tunakubali ya matokeo. Umeona bwana. Sasa leo wenzetu, umeona bwana, si wao tuseme mtani. Umeona bwana. Waamuzi kwa kweli, umeona hawachezeshi fair player. Hawachezeshi fair player. Waamuzi hawachezeshi fair player. Tulileta mwamuzi hapa kutoka Cairo. Umeona Misri. Umeona bwana. Na ule mchezo tukafungwa goli 2. Umeona bwana. Mchezo umake tulirizika. Na wale waamuzi mlifungwa kihaki, wanasema haki kabisa. Lakini hizo nyingine tunafungwa mara 4 hizo nyingine. Umeona bwana. Kwa kweli zilikuwa, umeona bwana, mimi kwa kweli ninavyojua Simba na Yanga miaka yote nazaika mimi na Simba. Umeona Simba hata iwe mbovu namna gani, Yanga iwe mbovu namna gani, lakini hatujafunga Yanga mara 6. Umeona wao washatufunga sisi mara 6. Na wanasema wanatangaza kwamba ubingwa, umeona bwana, mpaka mwaka 1930. Umeona bwana. Sasa ikibidi mambo kama hayo, umeona bwana, mimi umeona bwana, nasema kama kibidi mambo kama hayo, umeona bwana, basi ligi umeona bwana, bora wapewa ubingwa moja kwa moja. Yaani ni mara 10 wapewa Young Africans ubingwa. Maka ushatangaza. Mwana Alikamwe anazungumza, Mwana Manara anazungumza, mimi nasikiliza tu. Miaka 30 unasema mpaka mama amalize miaka yake aondoke, lakini wanachukua. Lakini mimi nasema ile ya juzi ndio full stop. Ile ya juzi ndio full stop. Tushasema mimi na kwamba full stop. Tumeona bwana, wamelazimisha walipotaka ile mechi ya draw na imekuwa draw. Nasema mechi zitazofuata tutakutana mwezi wa 5 tarehe 3 kwenye ligi. Hatuawachi. Hatuawachi. Sema tena mimi naomba tukutane vile kwenye FA. Kwenye FA. Naomba tukutane na kwenye FA pia. Tukutane kama nusu finali, kama finali tukutane. Ni vichapo tu. Mwana zile nuclear anatumia nani? Irani. Ndio tutakuwa tunazitumia sasa hivi. Zile nuclear anazozitumia Irani. Ndio tutakuwa tunazitumia sasa hivi. Tunatumia Simba Sports. Kabisa kusimona juzi. Mwana wote viongozi walikuwa kule wanagombania vyumba.
Wala tushajua janja yao wanafanya. Kumbe wanawafunga kwa janja janja. Wanafanya kwa janja janja. Wala bwana. Viongozi wakasema sisi hata kama faini tupige. Wala lakini chumbani hatuingia. Na kweli haujaingia. Na umeona ule moto tuliopeleka. Ule moto tuliopeleka umeona? Vijana wamepeleka moto. Salala. Wale wengine wachezaji wao wengine wale Yanga. Sidhani kama walikuwa siku ya makula daku. Ile spidi sio masiara. Wachezaji wa Yanga huku udhani? Sidhani kama siku ile baada ya kushele mechi kama mweza kula daku. Wala kulikuwa gumu alili. Salala hoi. Bwana. Mama hapo bwana. Speed mimi nasema kweli speed ya Yanga sasa hivi kidogo imepungua. Speed ya Yanga kidogo imepungua. Mzee Mchana. Mimi nakwambia Afrika zimeshuka. Imeshuka kiwango kidogo. Mimi nakwambia. Imeshuka kiwango. Haipishani kama mlivyo. Unaona mwenyewe. Bwana. Sasa tumalize ligi. Bwana. Isiwao asajili wachezaji wengine. Kwa usajili wake amechemka tena. Sikaleta wachezaji wengine baadaye kama wameondoa. Hii ndio matatizo klabu yetu hili wa Simba na Yanga. Hii ndio shida? Shida kubwa hii. Mnasajili wachezaji wazuri baadaye mwana msimu kisha wachezaji wote mnabadilisha wachezaji wengine, tutachukua time mpaka wakae ama wazoeane. Lakini Simba usajili wafanya wachezaji wale watano dirisha dogo. Bwana. Unazungumzia dirisha dogo la Anicet Yeura, Ino Loemba, Libasege, Traore pamoja na yule Kassim. Make majina mengine mimi siwezi kutamka, make majina mengine kama Kichina, Kifaransa. Watu wanajua mpira. Salala. Nani amekukosha mzee wangu kwenye ile? Mimi bwana yule kijana mdogo dogo yule wingi yule. Yule winga. Libasege. Na yule mrefu. Mwana na yule mrefu wote wachezaji wale wote wazuri bwana. Na yule alifunga goli alilofunga Yanga ile. Sasa hivi wamempa jina la mchezaji wa Man City. Ale ndani yule. Yule mrefu sio mrefu. Yule mchezaji afunga goli. Nani Selemani Mwalimu? Wamempa jina la mchezaji wa nini? Wa Man City. Yule mrefu. Ni hatari. Selemani Mwalimu anaitwa Haaland. Jina lake ndio hilo. Kwa vichwa ndo balaa, kwa chini balaa. Mimi nakwambia safari. Mimi sasa hapa ndo mwisho. Mwisho stop. Ubingwa vipi mzee? Ubingwa tunachukua. Moto huu. Ubingwa alama 5 nyuma ya Ngao. Nakwambia huu moto tunapelekea Yanga huu. Umeona? Timu zote zinaikuja huko. Tunapeleka moto huo. Timu zote zinakutana nazo. Moto ule mpaka kuna FA. Moto ule kwenda mbele tu. Umeona bwana? Ila wao wanachokizungumza mzee wangu mzee Mchachu wanasema vyumbani hamkuwatendea haki. Kwa nini? Naona mlikuwa mmetoboa. Nani katoboa? Tumetoboa sisi. Auliza makamanda ndio waliotoboa walimu Babatu, uwanja mzuri, uwanja mpya. Na sisi si mambo ya kiuno tufanye bwana. Hatuna mambo ya kiuno. Makamanda wetu ndio katoboa. Sio sisi wao. Wao ndio waliotoboa. Wao ndio walifanya mambo yale bwana. Wao kila balaa wanaleta wao. Wao kila balaa wanaleta wao. Mechi wamepeleka Zanzibar. Mwana sisi sasa tunakwenda huko. Mwana umemsikia media anakwambia sasa hivi kama ni askari wa jela yeye nani? Yapala. Basi mechi kama kutaka tena waje huku kwa Mkapa hawataki, tunaipeleka Pemba. Mechi mnataka iende Pemba? Kama wataki kuja kucheza kwa Mkapa tunaipeleka Pemba. Wana Simba Ahmed anasema wana Simba saizi mnaitwa Nyapala. Tunaitwa nani? Nyapala. Simu bwana. Wao Nyapala. Simu moja mediali kaandika fulani yake na mimi nitaandika fulani yangu. Fulani yangu jezi siku mbili na mimi naandika. Unaandika naye Nyapala? Nyapala. Utaona wewe mimi nikikwambia jambo nafanya. Nyapala unajua maana yake mzee Mchachu? Nyapala si unakuwa mbrandani jela wewe unakuwa na nini? Unachunga leo ni wafungwa. Na mimi ndio leo nitaandika jezi rahisi sana. 12 naandika Nyapala mchacho baba lao. Nyapala mchacho baba lao. Kwa nini sasa unafanya hivyo mzee wangu?
Yaani sare tu mnafurahia na jezi mnaandika nyapara. Juzi mkutana na Mediali kwenye mashindano ya Ramadhani Cup. Tukahojiwa. Akaambia bwana mzee Mchato, sherehe mnaifanya nini? Mwambia tunafanya sherehe pale kipa Ramadhani. Ikisha Ramadhani tutafanya sherehe tu. Tutafanya draw. Wala bwana. Sherehe draw. Ya draw tutafanya. Sasa wao Alikama anazungumza anasema hapo hamjashinda, mmetoa sare tu. Mnafikia kwa mshinda Yanga ile mechi. Naona hizi mwezi ndio bakia futari wakifuturisha kila siku pale klabu ya Yanga. Futari kila siku kwa wakiandaa futari wale Yanga. Wangeshinda Yanga. Si umeona wakishinda wao wala mikongolo, supu, machapati. Sasa wewe kiko umetufunga sisi ile mechi. Ndio wangefunga mara 7. Mama yangu wewe futari kila siku. Kila siku pale futari sikipo. Wanafuturisha. Lakini bwana haikuwa futari haikufunga bahari. Hivi kwa Simba mliwaweza wapi mzee wangu? Simba mliwaweza wapi Yanga? Tumeweza vizuri sana sasa pale. Kwa sababu tulisema kwamba tukifungwa hii mechi basi tena hamna dabi. Mwana tulisema hii mechi tukifungwa dabi hamna tena. Mara 7. Ndugu yangu. Kwa dharau sasa zinakuwa sana tena. Lakini sasa hivi mechi ijayo watu watajaa uwanjani. Na mechi ijayo tukutana na FA watu watajaa. Mwana hata leo shambla ile. Mwana itakuwepo. Lakini tunafungwa mara 7 ndugu yangu, hata mimi ukiniambia ni plan set. Ukifungwa na Yanga mara 7. Ukiniambia ni plan set. Mara 7. Lakini tunakomesha kama hiyo. Wenyewe wamekubali. Kwa kiwala kikosi cha Simba sasa hivi si masiala, si mchezo. Mchacho baba lao, Simba baba lao. Bwana mimi mzee Mchacho nataka nimalize na hili hapa kwa upande wako. Tunaelekea kwenye michuano mikubwa, lakini pia vile Simba anarejea tena kwenye michuano ya CRDB Federation, akitoka huko anarejea huku kwenye ligi kuu Tanzania bara. Umeniambia kuhusiana na swala zima la ubingwa. Kwa upande wenu mnaiona Simba kwenda kutetea ubingwa kwa msimu huu. Kuna kipi ambacho mnakiomba kwa uongozi kwa ajili ya hawa wachezaji? Young Africans wanawatolea macho sana baadhi ya nyota ambao umewasajili ndani ya dirisha dogo la usajili. Nasema kwa viongozi mwana bwana. Wachezaji wametuletea wazuri na mzungu ajalia wachezaji wazuri sana. Mwana tukae nao wachezaji. Mwana na tukiona mapengo kuna sehemu zilikuwa mage inahitajia watuongezea wachezaji wengine wazuri. Tufanye vizuri. Miaka mingi tumepoteza ubingwa bwana. Au tukipoteza tena itakuwa mage klabu itakuwa haina raha. Na wao viongozi bebe atakuwa hana raha. Na mpadhili watu bebe atakuwa hana raha. Wewe mola mechi tumetoka draw, hakuna matatizo tena ya nani huyo mwenyekiti wetu Mangungu hamna. Ila mngefungwa ikingwa imefungwa na sawa ikitokezea mara 4 yake. Ile fujo lake mara 4 yake. Fujo la nani? Wala tuna Mangungu wa chama. Kwa sababu leo mnatoa lawama kwa mwenyekiti. Mwana mimi nasema mwenyekiti hausiki. Mwana bwana. Halafu sasa kwa nini mnazungumza kwenye media mwanachama na wapenzi? Tunaitisha mkutano. Mwa tunakutana kwenye mkutano, kila mtu mwenye donge lake anatoa. Lakini kila saa na nyinyi mapaparazi ndio mnapenda mambo kama haya. Bwana mnachochea saa nyingine. Bwana mbona mimi amnisikii? Mimi nasikia hata siku moja wewe si uko ndani ya Simba? Hakusema maneno ya vyama au hapo ndio viongozi. Mimi ndio natuliza na chama na wapenzi. Kwa leo bwana sina wengi tena. Shukrani sana mzee. Ramadhani.